Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto wawili. Wa kwanza ni kaka yangu anaitwa Marco. Alafu nafuata mimi bwana. Naweza kusema mimi ndo mziwanda wa wazee wangu mimi. Manake mimi ndo mtoto wa mwisho kuzaliwa. Kaka yangu amenipita miaka 8 tu. Sio mkubwa kweli kweli. Lakini namheshimu sana tu. Yaani sana. Mimi binafsi nimetokea katika familia ya kitajiri. Yaani kwetu mpunga hausumbui kabisa. Pesa ya kutosha. Mzee wangu ni mfanyabiashara mkubwa. Ana magorofa mengi sana Kariakoo. Na bi mkubwa naye ni mfanyabiashara. Ana maduka mengi Kariakoo. Sisi tulikuwa tunaishi katika nyumba moja iliyopo Mbweni. Japo mzee ana nyumba nyingi sana. Hapo kaka yangu alikuwa haishi Tanzania. Alikuwa anaishi Uingereza. Na huko ndo aliposomea na alipata kazi huko huko. Kwa hiyo huwa anakuja Tanzania mara chache sana kwa ajili ya kuja kusalimia. Ila maisha yake yote yanapatikana huko Uingereza. Mimi nilikuwa nimesoma chuo mwaka wa mwisho. Na nilikuwa nasoma UDSM pale chuo cha Mlimani pale, Simu 2000. Nilikuwa nasomea HR. Nilikataa kabisa kwenda nje kusoma kama kaka. Na uzuri baba yangu hanaga noma kabisa. Anakusikiliza unachokitaka ndipo anachokifanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasoma hapa hapa. Na nikawa nakaa bweni, yani hostel. Basi maisha yalizidi kwenda. Nilikuwa na washikaji zangu. Yani nilikuwa napenda kujichanganya. Japokuwa mama alikuwa anagomba sana. Eti mimi ni natokea nyumbani. Mimi nilikuwa naona mambo sio mazuri, ni mieusho. Sasa natokea nyumbani kufanya nini mimi? Basi nikawa na chili tu na marafiki zangu. Fulu kujiachia, mara tunaenda klabu, mara tunaenda kuenjoy Zanzibar. Alafu yani sasa kipindi hicho nilikuwa ni kahaba, naweza nikasema hivyo. Yani nilikuwa napenda sana wanawake kwa kweli. Na sina pesa za wazazi wangu. Manake mpaka nafika umri huu ambao niko nao, tayari nilikwisha kuanza kuwa na biashara zangu mimi. Kama mimi yani najitegemea. Na nilikuwa na maduka mawili ya simu pale pale Kariakoo. Kwa hiyo ukahaba kwangu mimi ulikuwa ndo shida kwangu. Yani nilikuwa nawabadilisha wanawake kama nguo. Japokuwa kuna demu wangu mmoja hivi ndio nilikuwa nampenda kidogo. Alikuwa anaitwa Tina. Baada huyu Tina alikuwa ni piskali kinoma. Na tulikuwa naye mwaka wa mwisho chuo. Huyu Tina ndio nilimfanya kama mwanamke wangu permanent. Japo na makando mengine kibao tunakwambia. Si unajua naume tena. Ni lazima uwe unabadilisha ladha. Kila siku mmoja hainogi bwana. Basi siku hiyo niko zangu chuo. Mama akawa amenipigia simu. Akasema wewe mtoto mbona kimya sana? Una wiki 2 haujarudi nyumbani, unajua haujamisi mamako wewe. Akasema mama naye kwanza kaniamsha. Nilikuwa nimelala maana kijana yake nilikuwa nimekesha klabu na wachumba. Nilikuwa na washikaji zangu pia. Nimerudi kumekucha kabisa. Asa ile napata usingizi ndo naye mwenyewe anapiga simu. Nikasema mama bwana mimi nitakuja bwana, maana masomo yamenibana kinoma. Mamangu alikwisha kunizoea kama mshikaji tu. Akasema wacha wewe. Hata mimi naona. Wakati kuna mtu kanambia jana toka kuona mida ya usiku unaingia klabu. Ulikuwa na mataira wenzio. Nikaanza kusema fala gani huyo amenichoma. Na mama huwa ananifuatilia sana. Na anajua tabia zangu kwamba mwanae nina mambo mengi sana. Nikasema mama bwana ni kweli bwana hapo jana mimi. Lakini mimi sikukaa sana, nilikuwa nimeenda ndio. Alvin, naona unapenda sana stari ya mwanangu. Ila kuwa nazo makini. Usikute ushaanza kunywa ushaanza kuvuta, si ndio? Amna mama, mimi sijawahi kabisa hata siku moja. Na hapo nilikuwa namdanganya bi mkubwa. Nilikuwa nakunywa vizuri tu na tena napiga chupa nyingi kinoma. Alafu ndo nilewe. Yani nilikwisha kuzoea. Alafu bi mkubwa wangu ni mama fulani hivi wa kilokole. Sheria nyingi kinoma.
Ndio maana huona kimbia kukaa nyumbani. Ila mzee ndo mshikaji, hana hata noma, ni mshu wangu. So unajua. Basi bwana. Mama kaniambia sawa. Jioni uje nyumbani. Nikasema sawa mama, mimi nitakuja. Nikawa nimekata simu. Nikaeka pembeni, nikalala kwanza. Nilikuja kushtuka mchana, washikaji nao ndo wanaamka. Maana chumba chetu tulikuwa tunakaa watu watatu. Tukaongea sana pale na kisha mimi nikaenda kuoga kwanza, nitoe uchovu. Nilipotoka kuoga nikawa nimemkuta Tina amekaa kwenye kitanda changu, alafu amevimba kinoma. Nikajua hapa nishaharibu kila kitu. Washikaji wakaaga pale kwamba anatoka nje. Wakawa wameniacha mimi nikiwa na Tina pale. Yaani walikuwa wanataka kutupatia nafasi mimi nibaki na mrembo wangu. Wakasema wewe tunakula chini basi hapo. Nikasema poa wanangu, bado poa. Na mimi nitashuka hapo muda si mrefu. Akasema poa. Na kisha akaondoka kwa ameniacha mimi nikiwa na Tina. Nilimsogelea Tina pale kitandani. Niliketi karibu yake akaanza kuniuliza. Jana uliniambia unalala mapema. Kwamba umechoka si ndio? Nikasema ndio mchumba wangu. Sawa. So uliamua kunidanganya ili tuende klabu na wanawake zako si ndio? Hivyo mwanaume mbona kama nikaaba sana? Alvin kwa nini lakini kila siku tu unanipiga matukio, kila kukicha unanipiga matukio? Yaani jana ulikuwa klabu na wanawake watatu. Mbona wewe waofia sana wewe mkaka? Nikaona hapa kuna mtu kanichoma. Nikasema sikia. Mimi jana sijaenda klabu. Nilala mapema sana nyumbani. Kama unabisha uulize kina Dominiki hao, ambao ndo washikaji zangu tunaolala nao chumba kimoja. Hebu acha uongo Alvin. Marafiki zangu wakujua wewe? Wamekuona Alvin. Kwa nini sasa unaandalilisha wewe mwanaume? Kwa nini nakuuliza? Mimi najua huyu kuniacha hawezi. Uongo zambi msikilizaji, huyu Tina kuniacha hawezi. Ili kwao ni choka mbaya vibaya mno. Na mimi ndo kwenye maisha yake. Ili kwamba mimi ndo kila kitu. Na msimamia kwa kila kitu. Mpaka ada ya mwaka mimi ndo nimemlipia. Na nimekutana naye hapa chuo. Sema aliniingia tu alafu mimi mwenyewe niko nimefaje? Niko nimempenda. Na kila siku namgonga matukio. Ananitishia kuniacha lakini hawezi hata kidogo. Nikasema sikia. Mimi nishakwambia kwamba sio mimi. Sasa wewe unalazimisha nini? Mimi jana nimelala mapema. Kichwa kilikuwa kinaniuma. Hayo maswala unaoniambia wewe, mimi siyajui. Nilikoroma mwanaume mimi. Alafu kwanza mimi sipendi kujishusha kwa mwanamke. Hata kubembeleza sana siwezi. Of course. Mostly wanatumia pesa. Basi baada ya kukoroma pale, nikamwona Tina kapoa. Akasema sawa kama sio wewe. Sawa mai. Lakini labda pengine walikufananisha tu. Nikasema labda. Na kisha niko nimejilaza pale. Alinisogelea Tina akasema Alvin, basi usikasirike. Mimi nilipata wivu tu baada ya kusikia hivyo. Nikasema huwa nakwambia nini kuhusu maneno ya watu? Si huwa nakukataza wewe. Nilishakwambia mara ngapi kwamba huwa sipendi usikilize maneno ya watu? Nisamee. Okay sawa, lakini naomba uzingatie ninayokuambia. Maneno ya watu yatatugombanisha. Basi akawa amenikumbatia kaza kunichumba pale. Sikuwa na genye siku hiyo. Maana usiku wake nilikuwa nimenanili wanawake watatu. Yaani nimekutana na wanawake watatu. Na tena kwa mkupo. Nikaona hapa nikijishaua kumkandamiza. Sijui kitakachotoka nini. Maana nilikwisha kuzimaliza. Nikasema unajua Tina, leo sijisikii poa. Bado kichwa changu kinaniuma. Akasema jamani, pole. Basi mimi naomba nikuache upumzike kidogo. Nikasema usiondoke. Nilivuta pochi nilimpata $100. Nikasema kapata lunch na au mashoga zako ambea. Basi Tina akawa amepokea na kuwa anacheka. Akaniambia bwana baadaye basi bei. Nikasema poa. Na kisha Tina akawa ameondoka, nikawa nimebaki mwenyewe nikawa nachezea simu yangu. Na baada ya muda washikaji zangu wakawa wamerudi, yani Dominiki pamoja na Brian. Dominiki akasema oya, naona mchumba kaja kanuna kinoma, mwanangu tumemsalimia hata hajiitikia. Nikasema oya achana naye. Anaitaka tu peke yake. Mwenda wazimu ule. Washikaji zangu wakacheka sana. Brian akasema kwamba lakini Tina naye ni mzuri kinoma ni. Yule demu mkali bwana. Usimwache mwanangu. Nikasema mimi simwache. Lakini kikubwa tu akaze roho, akaze moyo, avumilie matukio yangu tu.
Basi nilikuwa nimeongea sana na washikaji zangu kwa siku zile. Na hii siku ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ni weekend na hatuna vipindi chuo. Basi ilipofika majira mchana, mimi nikaanza kujiandaa na kuelekea nyumbani kwetu Mbweni. Nikawaga washikaji zangu na kisha huyo nilikuwa nimechukua gari, nika drive mpaka nyumbani. Nikapaki gari nilikuwa nimeingia ndani. Nilimkuta mama sebuleni akiwa anasoma kitabu. Nikamsalimia mama, akawa ameitikia na kisha kanambia, "Hauje kumsalimia mama yako mpaka nikwambie? Wewe mtoto mbaya wewe." Nikacheka pale nikasema, basi mama bwana. Acha mdomo basi, sisi nishafika. Baba naye anavumilia vitu vingi sana msikilizaji, mimi namuweza kinaomani. Mama mimi namtania sana lakini huwa namheshimu sana. Na kuna muda anakuwa mkali kuliko kwangu. Hasa pale nikizingua. Basi niko nimekaa na mama kaniambia, "Bwana, mwanangu, kesho mimi nataka kusafiri." Nikasema, ushaanza mama, wapi tena?" "Naenda kumsalimia bibi yako. Sijamwona muda sana. Na mimi nimemmisi sana mamangu. Nikaona tu nikuite, nikuone kijana wangu kabla mimi sijaondoka." Kasema, mamangu msikilizaji ni Mmasai wa Manyara. Kwa hiyo hapo nishamuelewa kwamba nataka kwenda Manyara kumsalimia nani? Kumsalimia bibi. Basi mimi nikasema, "Sawa mama, ningekuwa sina ratiba ningekusindikiza. Lakini chuoni na ratiba ngumu sana." Mama akasema sawa. Akaniambia, "Lakini naomba tu uwe makini na mambo ya chuo kijana wangu. Si unajua chuoni kuna uhuru sana ili usindikeze sana. Unaelewa? Usiendekeze mambo mengi. Naomba uzingatie kusoma zaidi Alvin. Sawa? Hata kama utaendeleza biashara, lakini umo kichwani kwako uwe na degree yako tayari." Mamangu ni mtu wa mawaidha sana. Nikasema, "Niko mama. Naelewa kila kitu na nitajitahidi wala usijali." Tukiwa tunazungumza na mamangu akawa amekuja dada mmoja hivi wa kazi. Alikuwa anaishi pale nyumbani, alikuwa anaitwa Mise. Ni mdada wa makamu yangu tu. Nilishawahi kumkula kipindi cha nyuma. Lakini nilitembea naye mara moja tu, sikumrudia tena. Maana mimi huwa napenda mademu klasi sana. Kwa hiyo ile siku nilikuwa nimeelemewa mno. Ili huwa sitembei na kila aina mwanamke. Mise akawa amesema, "Mama, karibu kupata chakula tayari, nimeshaandaa." Alipokuja pale yule binti, mama akasema, "Sawa, tunakuja." Basi bwana pale nilikuwa nimenyenyuka, tukaenda mezani kupata chakula. Mise akatenga chakula vizuri tu na kisha akatukaribisha. Mimi sikutaka maelezo tena, nilikuwa nimevuta sahani yangu nikaanza kula na huku nilikuwa naendelea kuongea na mamangu. Basi Mise akawa ametoacha pale, yeye akaondoka kuendelea na majukumu yake mengine nafikiria. Tulikuwa tunakula, mzee naye akawa ameingia. Akasema, "Nimefika muda mwafaka Na nilipokuwa na njaa basi hatari." Mama akamkaribisha pale mume wake ambaye ni babangu na akamwekea chakula kwenye sahani. Tukawa tunakula pale kwa pamoja. Mama kaniuliza, "Vipi masomo? Unayaonaje?" Nikasema, "Kwa poa mzee, tunapambana tu." Baba akasema, "Sawa, nakuamini sana jembe langu." Basi baada ya chakula nilizungumza sana na mzee wangu. Mpaka majira saa 4 hivi usingizi ukawa umenikamata. Nikaaga kwamba naenda kupumzika. Wakaniambia sawa. Taka kijana kapumzike. Basi kweli mimi huyo nikaingia zangu chumbani kupumzika. Sasa ile naingia tu msikilizaji, namkuta Mise amejilaza chumbani kwangu akiwa ananingoja. Alafu kajimaliza viwalo pale. Nikasema, "Asa udu mbona kama jau sana?" Nikasema, "Mise, hebu toka chumbani kwangu. Toka hapo. Sije kunitia nuksi sasa hizi hapa." Akasema, "Jamani, haujui kwamba nimekukumbuka sana Alvin?" Nikasema, "Hebu toka bwana Mise hapa. Acha kujidhalilisha kwangu. Nyanyuka uvae, ondoke zako." Unadhani kwamba mimi nikiwa na akili zangu timamu naweza nikatembea na wewe? Ile siku akili zangu zilikuwa ni za pombe tu. Sio Alvin yule ambaye ni mimi hapa nimesimama. Hivyo basi Mise nakuomba tuheshimiane sana. Anakuomba utoke chumbani kwangu. Lakini Alvin, kwa nini kila siku unanidharau kiasi hicho? Elewa mimi nakuelewa sana na nakupenda na usinifanyie hivyo. Hebu sikia. Kama pesa sema nikupe shilingi ngapi usebe bana. Unaona mimi kwako nafuata pesa, si ndio? Mimi kwako sitaki pesa. Mimi nakutaka wewe. Nikasema, "Wewe sasa sikia. Hebu usinichanganye, mimi nataka kupumzika sasa hizi. Nitakutoa nduki humu ndani. Nitakudhalilisha na kuambia mapema sana. Hebu nyanyuka uvae utoke humu ndani."
Na hapo nilimkazia macho, nikamkazia sura kinoma. Alafu mbovu kinoma. Japokuwa mweupe, ila kidogo hata yani hanivutii kidogo. Hiyo siku nilikuwa nimepumzika naye msikilizaji, au nilikuwa nimekutana naye. Nilivyoamka asubuhi, haki ya Mungu nilijicheka. Akasema ni kwamba mimi ndio kulala na mise. Kwa hiyo toka siku hiyo mtoto alikuwa amenielewa kinoma. Yaani kila mimi nikija alikuwa anautaka tu. Kila nikija nataka. Kwa hiyo tulikuwa tunagombana kila siku. Basi bwana, mimi nilikuwa nimejipumzisha zangu pale. Tina akawa amenipigia, tulikuwa tunazungumza sana mpaka mimi nikalala. Ilikuwa ni asubuhi na mapema. Mama akaniamsha nimpeleke stendi akapande basi. Mama anajua kuendesha gari vizuri tu, ila safari ikiwa ndefu huwa hapendi kabisa kudrive. Mimi nilikuwa nimempeleka mpaka stendi. Kwa kipindi hicho mabasi mkoani alikuwa na paki stendi ya Ubungo. Basi mama akawa ameniaga akaniambia kwamba ataka huko wiki 2 ndio atarudi. Nikasema basi poa. Basi nikahakikisha mpaka mama akapata basi, na ndipo mimi sikutaka tena kurudi nyumbani. Nikasema sitaki nikabishane na mise. Nikasepa zangu mpaka hostel kule chuo. Nikakuta washikaji zangu wamelala, maana bado ilikuwa ni alfajiri. Mimi nikapanda kitandani kumaliza usingizi wangu pia. Mchana nikawa nimempigia Tina nikamwambia nimemisi sana, na vipi tuelekea hoteli. Akawa amekubali. Basi mimi nilikuwa nimesepa zangu na mchumba wangu kwenda kujilimbwasa. Basi nilikuwa nimespendi sana na mchumba wangu huko. Tukatengenezana vizuri, tukashonana mpaka nikawa mwepesi kabisa. Tulikuwa tumerudi usiku kwanza. Lakini jambo la kwanza nikampeleka yeye hosteli kwake, na kisha na mimi nikarudi hosteli kwangu. Manake wanawake na wanaume tulikuwa na hosteli tofauti. Na asubuhi kulipokucha tulikuwa tumeingia class. Basi darasani nikawa busy sana na masomo msikilizaji, kiukweli mimi nikahaba kweli na nina wanawake wengi sana. Na stari yangu kubwa ni wanawake. Ila kwenye kusoma na kuaga serious sana, nasoma mno. Yaani akiingia mwalimu akili yangu yote huwa haiwazi chochote zaidi ya kumsikiliza mwalimu tu. Yaani kwenye swala la kusoma nilikuwa serious bwana, sio kidogo. Basi bwana, nikiwa pale darasani akawa amenifuata tena. Akaniambia baby, naomba tukae wote. Sipendi. Sinajijua bwana na wanawake wengi kinoma. Nikasema poa, kaa. Basi mtoto akawa ametulia pale pembeni yangu anajishawashaua sana nini unajua. Unajua wanawake kwa kujitamba pale, kujionyesha kwamba yuko na mimi, unajua tena yuko na midoni. Mimi nikatulia pale. Sasa kaja pisi yangu nyingine bwana, alikuwa anaitwa Patricia. Huyo nikaona hapa anachomesha magari. Pia alipofika pale akawa amenisalimia kwa kunipatia mkono, alafu akawa amenichumu. Na mimi unadhani kwamba nilikupesha sasa? Wewe mtoto alikuwa ananipatia chumu, mimi nikupeshe kisa nini? Kisa Tina? Tina akasema, "Mbona kama sielewi? Wewe kwa nini unamchumu mwanaume wangu?" Pia akasema, "Mwanaume wako yupi?" "Huyu ni wa kwangu." Tina akasema, "Babe, mbona kama mimi sielewi? Unanichiti na wewe pia au?" Mimi nilibaki kimya tu kama siambui kitu. Mimi busy na simu yangu napokuambia. Pia akasema, "Kumbe wewe mwanaume ni kahaba. Kila siku nilikuwa naambiwa tu kwamba wewe kaka ni kahaba, kumbe ni kweli." Tina akasema, "Mbona unaumiza hivi Alvin? Kwa nini zipu yako haifungi lakini jamani? Licha ya kwamba nyimbo ya Ibra na Zuchu imetoka uhakika, lakini wewe hutaki kunihakikishia kwamba unanipenda mimi peke yangu." Nikasema, "Wewe sikia. Wanyie madem, mbona kaja au kwanza nyinyi? Hebu wewe kati yenu nani nimemtongoza hapa?" Hao wote msikilizaji wamejileta wenyewe, mimi sikumbuki kama nimeweka kabisa kutongoza mwanamke wote kiukweli. Walibaki kimya. Nikasema sasa kelele za nini? Simshanjua kwamba mimi ni kahaba, mnangoja nini sasa? Hebu sepeni vipi nyinyi, msinjazie nzimi. Nyinyi mnadhani kwamba mimi nitahangaika na nyinyi wote nyinyi? Kwangu nyinyi mnafuata pesa tu bwana. Acheni kujifanya kwamba mnanipenda sana. Nyinyi wote wanafiki tu. Bwana kweli hela sio kila mtu anayo kama makalio. Nikawa nimenyanyuka mwanaume mimi nikawaacha pala nimeshangaa. Nikasepa zangu. Nikachukua ndinga, nikasepa zangu hostel kwenda kupumzika. Japokuwa vipindi bado vilikuwa havijaisha, lakini niliona siku ishaingia nuks. Ngoja mimi nikachill tu. Asa ile nafika tu Tina akawa amenipiga simu. Yaani mwanaume, ndio umenidhalilisha mimi kiasi kile. Mimi kwako nafuata pesa mimi. Yaani kunipa hiyo vijipesa vyako unaona kama mimi nafuata pesa.
Sasa utakuja kuniangukia na kunipiga magoti. Nikacheka sana, nikasema nani mimi au? Kama wewe ndo una nanili peke yako dunia nzima, hebu nikaushie bwana. Kila mtu afanye mambo yake bwana. Kaa vipi au vipi? Mimi nikiwa na nanili nitajua mimi mwenyewe, mimi siwezi nikakosa mtu wa kwenda kumpunguzia bwana. Tena si mmoja tu, wewe njoge tu au 20 fulani. Hey. Basi kweli bwana. Nilimaliza kuzungumza naye. Wiki ilikatika, wiki ya pili mimi siongei na Tina wala nini. Wala yule pia. Yule Patricia. Nilikuwa zangu tu na mademu wengine. Na kama Tina ndo sikuwa na pressure naye hata kidogo. Maana yake anajuaga shida zikimkaba ni lazima atanitafuta. Basi siku hiyo nipo zangu chuo na washikaji zangu, mama kwa amenipigia simu. Akaniambia nimerudi jana, uje kunisalimia sasa. Na bibi yako kanipatia zawadi nikuletee. Uje kuiona au hutaki? Nikawa nimecheka sana. Nikasema mama, leo ni katikati ya siku. Nitakuja weekendi. Mama akasema ni lazima uje leo. Hebu njoo bwana. Nikaona siwe taabu. Nikaona ngoja mimi niende nyumbani. Basi bwana, nikawa nimechukua ndinga yangu, nikawa nimesepa mpaka nyumbani. Maana mimi huwa napenda sana kumridhisha mamangu. Na sipendi kumkwaza hata kidogo. Nilipofika nikawa nimekutana na bibi mkubwa pale. Nikamsalimia sana. Yaani tuliongea sana mimi na mamangu. Akaanza kunisimulia stories za kule nyumbani kwao. Na akawa ananipatia salamu za bibi. Nikasema sawa, hiyo zawadi iko wapi basi mama? Akasema nitakupa, mbona kama una haraka sana? Nitakupa bwana. Basi mimi nilikuwa nazungumza pale na mama. Nilikuwa naendelea na mazungumzo naye. Nikamwona kuna binti. Akawa amekuja pale akaketi pembeni ya mamangu. Sasa nilimwangalia vizuri huyo binti kwanza. Oya. Alikuwa ni chombo ya maana. Tena na macho mazuri. Alafu viji makubwa kubwa kidogo. Sijajua nimuelezeje huyu binti, lakini ni mweusi, ana rangi fulani vya kuteleza, cheusi mangala. Yaani ule weusi wa kung'aa. Mwanaume ambaye ukimtazama unachanganyikiwa kwa urembo wake wa asili. Nilimuuliza mama, huyu nani? Mama akasema huyu binti ni binti yangu. Nimeongeza familia kwa sasa, anaitwa Nasieku. Kisha mama akawa amemwambia yule binti, kuna kakako anaitwa Alvin. Basi yule binti akawa amepiga magoti pale, akatambaa kulikule mbali mimi nilipo, akanisalimia kwa heshima kubwa sana mpaka mimi nikashangaa. Lakini nikaona nimemuitikia tu. Na akarudi alipokuwa amekaa. Akakaa tena, mama akasema, Nasieku, hebu nenda kwanza kule chumbani kwako niongee na kaka yako. Na kisha mimi nitakufuata mrembo wangu. Akawa amesema sawa mama. Na kisha akanyanyuka kuelekea chumbani kwake. Asiana alishindwa kujizuia kumtazama yule mwanamke japokuwa mama alikuwepo pale. Nilichanganyikiwa nilipoliona lile umbo. Yaani juu ni mwembamba, huku chini sio poa. Yaani mtoto ni kama kasusiwa. Mimi nilinivuruga sana na ukahaba wangu. Mama akasema, wewe mbona kama unamwangalia sana? Si nimekwambia dadako? Alafu muone kwamba ni mdogo wako yule. Nikasema jamani mama, mimi namwangalia tu. Najiuliza maswali, umemtoa wapi huyu binti? Na wala sio kwamba mimi namwangalia kwa nia nyingine, wala hata sio hivyo kweli mama. Huyu nimemtoa kijijini kwetu. Anaitwa Nasieku kama nilivyokuambia. Huyu binti nimeamua kumsaidia na natamani atimize ndoto zake za kusoma. Ni binti ambaye ni yatima. Hana baba, hana mama. Lakini alikuwa akilelewa tu na bibi. Sasa bibi yake amefariki. Amekuwa ni binti anaishi mwenyewe alafu maisha magumu. Na amekosa huduma za msingi kama shule. Mpaka ameacha shule binti wa watu. Niliposimulia habari zake nimeingiwa na imani kubwa. Na nilipomwona tu nimempenda sana, na nimetamani kabisa tuishi naye hapa nyumbani. Na nia yangu ni kumsomesha Nasieku ili aje atimize ndoto zake. Ilishusha pumzi nikasema hongera sana mama. Kwa kuwa na moyo mzuri kiasi hicho, moyo wa upendo wa huruma pia. Na Mungu atakulipa sana kadri ya zawadi zako ulizozitoa. Au kadri ulivyojitoa kwa watu. Na mimi wala sijaona ulipokosea, ni sawa tu. Mama akasema, nataka nimpeleke boarding kabisa. Apate muda mwingi wa kujifunza. Nikasema sawa mama, ni vizuri pia. Kwani ana miaka mingapi mama? 16 tu. Anatakiwa aanze kidato cha 3. Kweli bado ni mdogo sana. Ila anavutia sana Nasieku, yani sana tu. Binti mzuri sana. Yaani ukimwona hauwezi kabisa kuacha msikilizaji kugeuza shingo wala kumtazama. Nasieku ni binti mzuri bwana. Alikuwa amenichanganya mno. Japokuwa alikuwa ni kabinti kadogo sana kwangu. Maana muda huo mimi nilikuwa na umri wa miaka 25. Nikasema sawa mama.
Umeshamtafutia shule? Mama akasema ndio, nilikwisha kuipata, kuna shule ipo Morogoro pale. Ina boarding, ndio nataka kumpeleka hapo. We ni mix. Yaani naijua ile shule msikilizaji. Wanafunzi wa kike na wa kiume. Nikasema mama hapana. Hiyo shule haimfai, haina matokeo mazuri. Hata kama mama akisema tumpeleke, mimi sitokubali. Akaniambia tumpeleke wapi sasa? Nikasema tumpeleke Marians, ipo Bagamoyo. Hii inafanya vizuri sana kitaaluma. Lakini pia nilikuwa nimetarget hii shule ni ya wanawake watupu. Lakini ile aliyotaka mama kumpeleka ni ya wavulana na wasichana. Nikajua kabisa kwa ule urembo wake yule dada wanaenda kumchukua. Mama akasema sawa, mimi nitampeleka huko. Japo babako alipendekeza iwe kule Morogoro. Nikasema ile shule ifanye vizuri, sio kama zamani. Mama akasema sawa. Nikisha kamuita na Sieku akawa amekuja pale. Nakwambia alikuja haraka haraka. Yaani ile adabu aliyokuwa nayo by nature. Mama akasema ulikuwa unafanya nini jamani? Mbona kama nguo imeloa? Akasema nilikuwa namsaidia kuosha vyombo dada Mise. Mama akasema sawa, njoo basi ukae hapa. Basi kweli akawa amesogea pale yule binti akawa ameketi. Mimi nilikuwa nikizidi kumtazama na zidi kabisa kuchanganyikiwa. Mama akasema, na Sieku, kaka yako amependekeza shule nyingine. Hautaenda tena kule Morogoro nilipokuambia. Ila kuna shule ipo Bagamoyo ndio utaenda, sawa? Na Sieku akasema sawa mama, hakuna shida. Mama akasema sasa unajua tena unataka unatakiwa upate elimu nzuri Ndiyo mama. Basi sawa. Ukienda shule ujitahidi sana kusoma binti yangu. Sawa mama. Na kisha kwa amepiga magoti pale kumpigia mama, akawa analia kabisa. Na uko anamwambia asante sana. Asema moyo wangu uliniuma sana msikilizaji, na sijui kwa nini sikutamani kabisa kuliona chozi la yule binti kabisa. Sikutamani kuliona. Lakini likaa kimya nika nimetulia. Mama kamuinua pale akambembeleza sana, akamwambia asilie, kila kitu kitakuwa sawa. Atatimiza ndoto zake siku moja. Basi akawa ametulia pale, macho yake makubwa mazuri kaanza kubadilika kwa mekundu. Huyu mtoto mbona kama nimempenda ghafla tu? Au nimemtamani kivuruge mimi? Maana hata sielewi. Basi baada ya mambo yote tukao pale mezani. Tulikuwa tunapata chakula. Alikuwa anakula vizuri na tena taratibu. Mimi nilikuwa namuibia sana kumtazama. Muda wote macho yake hapo chini, nilitamani hata nimuongeleshe kitu. Lakini sikuwa nacho. Nikabaki na mwangalia tu. Mama akasema nasi yako, kesho tunaenda kufanya shopping ya shule. Hivyo sitaki ukae sana. Nataka uwahi shule sawa? Akasema sawa. Basi nikasema mama, naomba nimpeleke nasi yako mimi. Alafu nimtembeze au nimji kidogo. Mama akasema sawa. Manake utakuwa umenisaidia sana, manake kesho hata mimi natakiwa kwenda kwenye biashara zangu. Ila ngoja nikuache, alafu mimi niende kwenye biashara zangu. Nikishatoka mapema nitaenda Bagamoyo katika ile shule. Nikaongea na mkuu vizuri, manake sitaki akae sana nyumbani mrembo wangu, wenzio wakiwa nasoma. Basi na Sieko akasema asante mama kwa yote. Yaani muda wote binti alikuwa anasema asante, asante, asante. Basi baada ya chakula mama akawa ameondoka. Na Sieko akawa ameelekea chumbani kwake, nikawa nimebaki nimetulia pale dining room. Nilikuwa nafikiria sana. Huyu binti mbona kama kanikamata sana akili yangu. Nikiwa pale nilikuja kushtuliwa na Mise akiwa amenishika bega. Nikasema Mise, ipo siku nitakuja kukuchapa vibao. Alafu nyumba nzima itashangaa. Uendelea kunifuatilia tu. Na ukifanya masiara katika hii kazi utaikosa. Endelea kunifuatilia. Na kisha nilikuwa nimenyanyuka pale nikaelekea chumbani kwangu. Nikafunga mlango kabisa, sikutaka mazoea na Mise. Dada wa kazi sikutaka mazoea naye. Basi nikapumzika na huku nikimwaza sana na Sieko. Mpaka nikapitiwa na usingizi, nilikuja kuamshwa na mama, ndo alikuwa ananigongea mlango. Nikafungua mlango, akaingia chumbani kwangu nikamsalimia. Na kisha mama akasema, "Unalala wewe?" Nikasema, nilikuwa nimepitia usingizi tu mama." Basi saa 2 ndo hii. Unakoroma tu. Nikabaki na cheka tu. Mama akasema, "Sasa inabidi umpeleke dada yako na uhakikishe kila unachomchukulia kakipenda. Na nishazungumza na mkuu wa shule. Kuna vitu vinahitajika pia. Listi hii hapa, ukamchukulie." Mama alinipatia karatasi yenye listi ya vitu ambavyo nahisi alikuwa anahitajika kwenda navyo shule. Nikasema sawa.
hakuna shida. Na kisha mama akawa ametoa pesa akanipatia. Akasema tumia hii hapa. Usitumie pesa yako. Utaharibu mahesabu yako. Nikasema sawa mama. Usijali, natamani sana mimi nichangie japo kidogo tu kwa nafsi yako. Kwa hiyo nitatoa tu pesa yangu mama. Mama akasema basi sawa, hakuna shida, toa tu pesa yako. Mama akawa ameniaga pale, msikilizaji. Akawa ameondoka. Mimi nilielekea bafuni muda huo. Nilienda kuoga kwanza na kisha nilikuwa nimevaa vizuri. Ndio nilikuwa nimetoka nje sasa. Nikakuta Nasi yako anadeki ndani na wala yeye hakuniona. Ila mimi nilibaki nimesimama na mshangaa. Mbona kama kanikamata akili yangu huyu dada? Kim Sambwanda. Oh yeah. Basi japokuwa ndio hivyo alikuwa anaenda shule za wanawake, lakini bado niliweza kuona walimu pengine wa kiume. Yanaweza katokea mambo mengine. Basi mimi nikawa nimemsogelea. Nikamwambia Nasi yako, haujambo? Akapiga magoti haraka sana akasema kaka mimi sijambo. Shikamoo. Nikasema marhaba. Mbona unadeki? Mimi siko wapi? Wewe hautaki kufanya kazi? Mimi sijazoea. Yaani kwa sababu gani? Mimi kiukweli ni kaka na kaka kabisa, namwangalia dada akiwa anafanya kazi alafu mimi nimekaa tu, dada mimi anafanya kazi. Hapana, sijazoea. Nikasema basi poa, ukimaliza kajiandae uje twende. Sasa inabidi tukachukue vitu vyako, manake tuna mizunguko mingi sana kwa siku ya leo. Tunataka kuelekea mapema. Lakini unywe chai kabisa. Mimi utanikuta nje niko kwenye bembea pale, sawa? Akasema sawa kaka. Basi mimi niko nimeshuka zangu nje nikaenda kutulia pale kwenye bembea. Na huko nikianza kuzungumza na washikaji zangu. Napiga story mbili tatu. Basi baada ya muda Nasi yeku ama tutakuwa tunamuita Nasi akawa amekuja sasa. Akasema kaka tayari nimeshajiandaa. Nikamwangalia kwanza, kavaa kawaida sana ni. Lakini kapendeza kinoma. Alivaa gauni fulani virefu lilikuwa jipya. Nikajua ni mama huyo, ndo kamnunulia. Lakini aliwaka kinoma ni. Kichwani wala hakuwa amesuka, lakini alikuwa amenyoa, lakini bado alikuwa amependeza. Nikamuuliza Nasi, ushakunywa chai? Akasema ndio kaka, nimeshakunywa. Au nikungoje nawe mwenyewe ukanywe chai? Nikamwambia hapana. Mimi sijaamka na njaa. Leo nitakula tu mchana. Na kama uko vizuri basi wenzetu. Basi niko nimeenda naye mtoto wa watu mpaka pake. Nikaingia kwenye gari yangu bwana. Na yeye akawa ameingia. Akakaa nyuma, nikamwambia hapana bwana, njoo ukae kwa mbele. Uone mji vizuri. Akasema sawa kaka. Hizi kaka nilikuwa sizipendi msikilizaji, basi tu nilikuwa najikaza. Basi bwana nikaanza kudrive gari. Nikamuuliza kwa hiyo Nasi yako, hii ndo mara yako ya kwanza kufika Dar es Salaam? Akasema ndio kaka, ndio mara yangu ya kwanza. Nilimuuliza hivyo kwa sababu gani? Alikuwa anashangaa sana. Yaani anatazama sana nje. Alafu mimi namshangaa yeye. Basi nikasema okay, kumbe ushawahi kusikia sehemu inaitwa Mlimani City? Akasema hapana, mimi sijawahi kaka. Nikasema ndo tunaenda huko kwenda kuchukua vitu vyako vya shule. Uwe free kuchagua utakachokitaka, sawa? Akasema sawa. Basi tukao tumefika mpaka Mlimani City. Nikashuka na kisha niko nimemshusha naye mwenyewe. Nikamshika mkono, nikaingia naye nikaanza kutembea naye sasa. Kwenye kila duka nilimnunulia kila alichokuwa nakitaka, na nilipoona anachagua kitu kibaya nilimshauri. Nikamchagulia kizuri. Sikujali gharama mimi. Unajua pesa kwetu haijawahi kabisa kwa shida. Tulizunguka sana mpaka niliona kachoka, asemi kitu. Ila nikahakikisha tumenunua kila kitu alichokuwa nakitaka. Nilimbebea mpaka zile nanili zile za kufikia mwisho wa mwezi. Kabisa msikilizaji. Basi tukao tumetoka huko. Tukatembea kidogo na gari. Tukaenda kupata chakula mahali fulani hivi. Alafu ndipo turudi nyumbani. Ili bado nilihitaji kuwa na huyo binti kwa siku hiyo. Tukao tumeingia pale mazingira fulani wanapoita KFC. Niliagiza kuku za kutosha, tukaagiza soda, tukaanza kula kama kawaida. Unajua binti alikuwa anakula pole pole. Nikamuuliza Nice, hivi una miaka mingapi mama? Maana kama sikuamini maneno ya mama. Ile jana pale aliponiambia kwamba ana miaka 10 na kitu hivi. Akaniambia na miaka 16 tu kaka. Nikasema sawa. Unajua kuwa unaenda shule kusoma?
Akasema ndio kaka. Nikasema sasa ukasome kweli. Ole wako ukafanya ujinga kule shule. Nilimkazia macho mpaka nikaona ameogopa. Nikasema nenda ukasome. Unaelewa na siku. Baadaye nikamuuliza una ndoto za kuja kuwa nani baadaye? Akaniambia daktari. Nikasema sawa. Utakuwa daktari ila tu usikubali kuwa na mahusiano ya kinamna yoyote ile kwa sasa hivi. Unaelewa eh? Msikilizaji, nilikwisha kuvurugwa. Na sijui ni wivu ulikuwa umenishika mimi sijui. Akaniambia ndio kaka. Nikasema okay sawa. Ukasome kwa bidii ili utimize ndoto zako, sawa? Na ukajilinde na ujitunze kama binti. Akaniambia sawa kaka. Basi baada ya kula pale nikambebea na kuku zingine. Manake alionyesha kuzipenda sana. Tukaanza safari ya kurudi nyumbani. Njia nzima alikuwa anaangalia nje tu. Nikaona hapa kazi ipo. Basi nikarudi naye mpaka nyumbani. Nikamshushia vitu vyake vyote. Mama alivikagua akasema viko sawa. Nitamsaidia kupanga leo usiku. Maana kesho inatakiwa aende kuanza shule. Nikasema sawa. Nikasema nasi jitahidi uzingatie yale yote niliyokuambia. Akaniambia sawa kaka. Basi mimi msikilizaji sikukaa sana. Niliaga kwamba natakiwa kurudi chuo. Maana kesho asubuhi nilikuwa natakiwa nikafanye mtihani. Lakini nasi aliniingia haswa. Nikawa nimejiandaa nikatoka pale. Nishatoka mpaka nje msikilizaji, nasi akawa amenikimbilia. Akasema kaka, asante kwa kunisindikiza leo. Na kuahidi nitasoma kwa bidii. Bwana nilisikia raha kinomani. Nilimshika mikono yake. Nikasema sawa nasi. Uwe na safari njema. Nikipata muda nitakuja tena kukuona shule. Basi mwenyewe wala hata hakuwa na shida yote ile. Ni vile tu akili yangu bado haikutaka kusema mapema. Akasema sawa kaka. Nilitamani nimkumbatie lakini ndio hivyo sikuweza. Nilimwachia mikono yake, akarudi ndani na mimi niko nimeondoka kurudi kule hostel. Ilipofika sikutaka story na mtu. Nilipanda kitandani kwangu na huku nikiangalia picha za Nasieko. Maana nilimpiga kwa siri siri sehemu alipokuwa kila kuku. Na yeye mwenyewe hakujua. Kwa hiyo nikaona najikuta nacheka tu nikitazama ile picha. Hali zikaanza kunibadilikia. Unajua kile kitu akikuwa kunitokea kwa mwanamke yote ile. Ungechana na Nasieko. Nilijua kabisa kwamba Nasieko amenikamata sana. Na tena amenikamata kulikule huyu binti. Kwenye moyo, kwenye akili yangu, kwenye kila kitu. Basi nilikuwa nimepumzika na asubuhi nilikuwa nimewahi darasani kwa ajili ya mtihani. Nilipotoka klasi nilikuwa nimempigia simu mama. Alipokea nikamsalimia. Na kisha nikamuuliza vipi mama, ushampeleka na Nasi huko shuleni? Mama akasema ndio yuko hapa na mkabidhi kwa walimu. Nikasema sawa mama. Naomba basi kuzungumza naye. Akasema sawa. Alimpatia simu. Nikasikia kisauti chake bwana. Hello, shikamo kaka. Dai bwana mtoto huyo. Nikasema marhaba mdogo wangu. Bibi mazingira ya shule umeyapenda hapo? Akasema ndio kaka, nimeyapenda, ni mazuri. Nikasema sawa. Natumaini ukirudi likizo utarudi na matokeo mazuri, si ndio? Akasema ndio. Nitajitahidi sana. Nikasema sawa okay. Masomo mema basi. Akasema asante. Basi binti akamrudisha mama simu. Nikaaga pale. Nikawa naendelea na mishemishe zangu pale chuo. Na nikaenda kwenye biashara zangu kwanza. Siku hiyo nilienda kwenye duka langu kubwa la simu lililopo Kariakoo kukagua utendaji wa kazi. Unakuaje? Maana mimi huwa sikai na gari kabisa. Na yoyote ni baada ya kutoka tu chuo. Siku zilizidi kusogea msikilizaji, ilipita kama mwezi. Nasi alikuwa shule, japokuwa nilikuwa na mwanza sana. Na mama aliniambia kwamba shuleni kwao hawaruhusu wazazi kupiga simu kabisa. Kama kuna tatizo utapigiwa simu wewe. Ikabidi mimi nikaosha tu. Niendelee na life langu. Na hapo nilikuwa sina dem permanent. Mimi yoyote akinikalia mbele fresh tu huyo huyo. Ili mradi tu mimi natuliza ukabaila wangu. Yaani hakuna nomani. Hasa siku hiyo nikiwa zangu hostel, Tina akawa amekuja bwana. Alafu hii siku nilikuwa mwenyewe. Washikaji zangu hawakuwepo.
Nikamkaribisha fresh tu, maanake tulichuniana kama miezi miwili. Alipofika akaniambia bei, samahani na kwamba nisamehe sana, naomba tuendelee na mahusiano yetu. Msikilizaji, kuna kitu hapa inabidi upate, kwamba tutafute pesa jamani, sisi watoto wa kiume. Nimekosea mimi, alafu ndo naomba msamaha. Oyaye. Nikasema mimi sikutaki bwana. Sipendi mademo kunifuatilia mimi si mind kabisa wala nini. Akasema no baby, nitaacha kukufuatilia kabisa. Nikatabasamu na kisha nikasema, wewe sema tu una shida na pesa. Acha kujitilisha huruma na kujifanya unanipenda sana mnafiki wewe. Basi Tina akasema ni kweli na shida na pesa 200,000, lakini haimaanishi kwamba mimi sikupendi. Nikamwambia fresh tu, nakupatia. Njoo ifanye kazi yako au nataka nikupe bure? Njoo bana, mimi nikukinde kwanza alafu nikupatie pesa. Mtoto akujifunga. Akawa amenisogelea pale, nikamdaka nikamshughulikia vizuri siku nzima. Asio poa. Nilimpatia ile pesa yake 200,000. Akanishukuru na mimi sikutaka kuhangaika naye sana. Nilishaanza kutokumpenda kabisa. Yaani ilibaki ile kawaida tu, wala hainishtui. Basi akawa amesepa. Jioni hii mimi nikawa nimeingia klabu. Mwanaume mimi kama kawaida, niko na washikaji zangu. Hasa huko ninapoendaga huwa naenda kufanya kufuru. Nachukua na wake hata 3, napumzika nao, si unajua. Yaani nawasha nyenta kwa Zamzam. Nilikuwa ni mshenzi kinoma ni. Na starehe yangu kubwa ilikuwa ndo kama hiyo. Ili pombe nilikuwa nakunywa, lakini ilikuwa kawaida tu. Ila sasa madu ndo ilikuwa balaa kinoma ni, madem nilikuwa napenda. Msikilizaji, ulipita kama miezi 6, muda wa miezi 6. Mimi nikawa busy na chuo pamoja na biashara zangu. Starehe kama kawaida, na nyumbani nilikuwa nenda mara moja sana, na tena hapo mama unakuta akilalamika kule kweli. Sasa siku hiyo niko zangu bwana chuo, niko na washikaji tumekaa tunapiga story 2-3. Simu yangu ikaanza kuita. Na angalia alikuwa ananipigia simu ni Bi Mkubwa. Nikasema Bi Mkubwa anasema nini? Nikajua tu huyo anataka kuleta habari za nende nyumbani huyo. Wala hata simpokelee simu. Basi ile simu ikaita mpaka ikakata. Mama akawa amenitumia SMS. Kaandika, najua sana kama umeiona simu yangu, ila umeidharau tu. Mimi wala sina shida na wewe, ila nilitaka tu kukuambia kwamba mdogo wako na Sieku karudi likizo, na yeye ndo alitaka kabisa kukusalimia. We, nilivyosikia na Sieku, ugonjwa wangu moyo wangu ulifanya ninavyompenda ule mtoto sio poa. Nikapiga simu tena haraka. Mamangu akapokea simu. Akasema kwa hiyo mimi siku hizi sina hata thamani siku hizi. Nikacheka sana, nikasema mama bwana, mimi nilikuwa mbali na simu. Na sio kwamba nimepiga kwa ajili ya Nasieko tu, hapana mama. Nimepiga kwa ajili yenu wote. Mamangu akasema sawa. Basi ngoja nimpe simu Nasieko akusalimie. Alimpatia simu. Nikasikia anasema hello, kaka shikamoo, nyie acheni. Nikasema marahaba dogo. Vipi za shule? Akaniambia poa tu. Nikasema okay, nimekumisi sana. Nikamsikia anacheka. Mimi pia, utakuja lini kaka? Unipeleke katika zile kuku. Nilicheka sana. Nilijua kabisa nazungumzia kuku za KFC. Nikasema nakuja leo, nakuletea hapo. Akasema asante na nitashukuru sana kaka. Nikakata simu yangu mimi haraka. Niliwaga washikaji zangu, nilikuwa nimeingia kwenye gari. Kwanza nikapitia Mlimani City. Nikachukua kuku za kutosha pale. Yaani nilitaka ale mpaka zikinai. Nilipotoka hapo niliwasha chuma mpaka Mbweni nyumbani. Mpaka majira saa 10 hivi za jioni nikawa nishaingia nyumbani. Basi bwana, nilifurahia sana nilipomwona Nasieko. Alipungua sana, nilijua ni kwa sababu ya elimu. Yaani shule imemnyoosha. Lakini hakuacha kuvutia wala kuwa mzuri. Nikasalimiana naye kwa shangwe kubwa, nilimpatia zawadi zake. Akanishukuru na kisha akaniambia kaka asante. Nikasema usiwaze. Wala usiogope. Nikaongea na mamangu. Mama akaanza kunisema, siji nyumbani, siji kwa nini? Yaani alikuwa ni maneno kibao kutoka kwa mamangu. Basi bwana, muda wa chakula ukafika, tukala kwa pamoja na ukunasi akitodithia stories za kule shule. Safari hii niliona kidogo amechangamka. Alikuwa anazungumza mpaka baba mwenyewe akawa anacheka. Lakini niligundua tu kwamba ni kawaida tu kupevuka huyu dada. Ila akili yake
bado ni za kitoto, yaani bado ni mdogo sana. Basi mimi nikamwahidi kwamba kesho nitampeleka beach, maana kilikuwa ni siku ya weekend. Akafurahi kweli, akasema mama, naomba uniruhusu niende. Sasa ruhusa nini? Si ushaongea na mama amesikia? Mama akawa amecheka tu pala, akasema bwana wewe nenda tu, nimekuruhusu kwa moyo mmoja. Akasema sawa. Kilichonifurahisha zaidi ni kwamba alifanya vizuri sana. Alikuta wenzake washaanza kusoma, ila alikuwa ni mtu wa 7 kati ya wanafunzi 90. Yani alikuwa amenifurahisha sana. Nikaona kumbe kichwani kuna chaji huyu binti. Basi baada ya story 2-3 kila mmoja kwa mingi chumbani kwake. Nilipoona kumetulia, mimi nilienda chumbani kwa Nasi. Bado nilitamani kuongea naye sana tu, maana ndio kitu ambacho kilichonileta huko nyumbani. Niligonga mlango wake, akaja kufungua. Alikuwa amevaa nguo za kulalia. Akanikaribisha kwa furaha kubwa, nikawa nimeingia chumbani kwake. Na kisha akafunga mlango. Nilimkuta alikuwa anasoma katika meza yake. Nikamuuliza Nasi, "So umerudi jana tu shule? Ina maana haujachoka kusoma?" Akasema hapana, sijachoka kaka. Nataka kuwa kwanza. Maana na umeo watu 6 wamenipita. Nikaona roho ya ushindani anayo. Yaani ushindani wa maendeleo huyu mtoto anayo. Nikamwambia basi njoo kae hapa. Yaani kwenye 6 kwa 6. Akawa amekuja wala hata kuwa mwoga. Yaani sijui ndo alikuwa ananichukulia mimi kama kakake kweli kweli. Nikawa nimemuuliza, niambie, mwalimu aje kutongoza yoyote kule shule?" Nikaona anafikiria sana kuzungumza. Nikajua tayari huyu lazima tu, kama mwalimu mwenye tamani lazima atamtamani. Nikasema niambie bwana. Akasema ndio, lakini nilikuwa nimemkataa kaka, na usinisemee kwa mama, atakasirika. Nilimwangalia sana na kisha nikasema, mwalimu gani huyo? Akasema wawili. Bwana, nikasema manina walai, ni wawili kumbe. Nikasema yupi na yupi? Akasema hautamwambia mama. Nikasema ya vizuri, sitomwambia mama. Yaani mimi niko vizuri, sitosema, wewe niambie tu. Akasema ni Sir Longino na Sir Alex. Nikasema sawa. Walikwambia nini? Waliniambia tu eti wananipenda. Ila nilikataa kabisa. Lakini mwalimu yule Mahimi alikuwa ananichapa sana. Basi nilimshika mkono. Nikaona tazama jinsi alivyokuwa. Mikono yake ilivyokuwa ananieleza kwamba kapigwa fimbo. Niliona alama ndio, maana yake kapigwa jana tu. Nikasema huyo saa muhimu ndo anakuchapa kiasi hichi? Basi akametika kwa kutikisa kichwa, kukubali kwamba ndio. Nikasema basi pole. Nikaona kamata mikono yake na huku nampuliza taratibu. Akaanza kucheka, akasema acha tu kaka, misumi. Nikasema okay poa. Mimi nilijua bado mikono inauma. Akasema lakini unaelewa ukiwa shuleni kupigwa kawaida. Nikasema sawa, haina noma. Basi bwana, hii siku tulizungumza sana nyakati za usiku nikiwa katika chumba chake. Akinisimulia sana stories za kule shuleni. Akaniambia kwamba amepata rafiki mzuri anaitwa Diana, wana ndoto sawa za kuwa madaktari. Akanisimulia vitu vingi sana. Mimi muda huo sikuwa namzingatia, nilikuwa namwangalia kwa jinsi alivyokuwa anazungumza. Na zaidi ya cheke tu, huyo mtoto bwana ni mzuri, ni mzuri. Basi bwana akaanza kuhisi usingizi. Akaniambia anaanza kusinzia. Kaka, nimechoka, nataka kulala. Nikasema basi sawa, wewe njoo tu ulale hapa kwenye miguu yangu, hakuna hata shida mdogo wangu. Basi akawa amesogea akapumzika. Asa nilipokuwa nikijisikia ilikuwa ni burudani kinoma. Nilikuwa natamani kumkamata, lakini niko nimekausha. Haikuchukua muda alipumzika usingizi mzito. Nikamlaza kitandani, nikachukua shuka nikamfunika vizuri. Nilimwangalia sana Nasi yako. Nilijiapiza kwamba mimi nikija kuoa basi nitakuja kumuoa Nasi yako, maana kinampenda sana. Nitamsubiri mpaka akili itakapomkaa sawa, itakapomkoma, na atakuwa ni mtu mzima kidogo. Manake sasa hivi ana umri wa miaka 16. Niliplani miaka 18 tu nitamwambia ukweli kwamba mimi namuhitaji na tuanze kuingia kwenye mahusiano. Manake alikuwa ameniingia sana huyo binti wa Kimasai. Sio siri, nilimpenda. Niko nimemwacha chumbani kwake akiwa amelala, na mimi niko nimerudi chumbani kwangu nikiwa mwenye raha sana na furaha. Sikuchelewa kupata usingizi, manake muda ulienda sana. Nilikuja kuamka majira saa 3 hivi. Nikaingia bafuni, nikaoga vizuri, nikaswaki. Nikatoka nikavaa fresh. Niko nimetoka.
Muda huo nikawa nimemkuta dada wa kazi Mise yuko mlangoni kwangu. Na sijui ndo alikuwa anataka kugonga. Nikasema wewe vipi? Akasema mama anakuita kunywa chai. Nikasema poa. Akaniambia alafu jana nimekuja usiku saa 6 au kuwepo ulikuwa wapi? Nikasema mpumbavu nini wewe? Unaona unauliza mimi kama nani? Nilikuwa wapi kama nani vile? Alafu nitakuja kukukata vibao ujue. Nitakuja kukata vibao. Sipendi dharau za kingezengeze tu mimi. Akasema samahani. Nikampita na kisha nikaenda mezani. Nikakuta na Sieko ndo anatenga chai. Nilimsalimia kwanza mama, kisha nikamsalimia baba, nikamalizia na Sieko. Baada ya kuacha tabia yake ile ile kupiga magoti akisalimia mtu. Yaani anaacha kila kitu alichokuwa anakifanya, anapiga magoti akusalimia. Nikamwambia Nasi, ukisalimia tu kawaida inatosha. Usio unapiga magoti sawa? Akasema sio heshima lakini nilikuwa nimefundishwa. Nikasema ni heshima tu huko mjini. Hakuna mambo kama hayo bana. Nikaona mama na baba wanacheka. Maana mpaka nilikuwa namuona huruma. Mama akasema jamani ni kweli. Na Sieko sio bwana unafanya hivyo binti yangu, wewe salimia tu kawaida. Akasema sawa mama. Nikamuuliza kwa hiyo na shuleni huo unafanya hivyo hivyo kwa walimu wakiingia madarasani? Akasema ndio. Lakini sasa wamenikataza. Nikatamani kucheka. Nilijikataza tu asijisikie vibaya. Basi bwana, baada ya kumaliza kutenga tukanywa chai kwa pamoja. Tulipomaliza na Sieko akatoa vyombo akaenda kuosha nazani. Yaani ni binti fulani hivi asiyekuwa na shida yoyote na mtu, na binti mwenye heshima ya kujituma mno. Na Sieko hata ajali kama kuna mfanyakazi humu ndani, anafanya kazi kweli. Basi mama pamoja na baba wakawa wameaga kwamba wanaenda katika biashara zao, na mimi nikasema nitamtoa na Sieko baadaye akaone mji kidogo, lakini sio kwa sasa hivi. Mama akasema umwangalie tu, sio unajua bado hajazoea mji. Nikasema naelewa mama. Basi nikawa nimerudi chumbani kwangu, nikatoa laptop, nikawa nafanya kazi zangu taratibu, na kisha nikawa nimemwagizia na Sieko nguo za kuvaa ili tu nimtoe out asivae magauni yake. Nilimwagizia jeans, t-shirt pamoja na raba kali tu. Na baada ya muda nguo zilifika, nikaenda kumchukulia getini na nikalipia. Na kisha nikarudi chumbani kwangu. Basi bwana majira saa 7 hivi nakumbuka, nikaenda kumgongia chumbani kwake. Akaniambia ingia, nikaona nimeingia. Nikamkuta na sali. Aliponiona akaweka Biblia pembeni. Na kisha akanikaribisha vizuri. Nikasema oh samahani, na kumbe nimekuharibia ibada yako. Akasema hapana kaka, nilishamaliza mbona. Nikasema sawa, sasa jiandae na kisha uvae nguo hizi hapa nilizokuletea. Akasema sawa kaka asante. Nikasema poa, na kungojea sebuleni, usichukue muda basi. Akasema poa. Basi mimi nikawa nimeenda kule kumngojea sebuleni. Nikawa sebuleni akawa amekuja Mise. Akasema nakuona sana huyu binti, bila shaka una nia naye mbaya, unataka kumchezea binti wa watu kama ulivyofanya kwangu. Nikasema Mise, umechoka kufanya kazi humu ndani si ndio? Akasema haupendi kuambia ukweli ila wewe ni mharibifu. Nikasema ulitaka kuharibiwa na kila siku si ndio? Si unakujaga wewe ukiwaga hivyo hivyo chumbani kwangu, kwa unatakaga mimi nikuharibu kila siku si ndio? Hebu achana mimi bwana. Na yeye mwenyewe akaniambia niache na wewe nini bana, wewe kahaba tu. Mise likasirika akaondoka kwa hasira. Mimi nilikuwa niko zangu busy na simu yangu. Nilikaa pale kusubiri kama lisaa, naona kimya, mtu atoki. Ikanibidi nimfuate chumbani kwake na Sieko. Nikagonga mlango wake akawa ameniruhusu. Nikaona nimeingia. Nikamkuta kavaa sasa ile jeans pamoja na t-shirt pamoja na raba. Alikuwa amependeza kinoma, sio poa. Nikasema sasa mbona kama umesimama tu alafu mimi nakungoja kwa sebuleni? Akaniambia kaka mimi siwezi kutembea niko hivi. Niko na suruali, naomba kubadilisha hizo nguo. Nive tu na kanga kwa juu. Nikasema lo, na Sieko. Yaani beach na kanga kweli? Nikasema bwana Nasi, jambo sikia. Mbona kama umependeza tu alafu kupoa kinoma. Na huko tunapokwenda ni beach na sio kanisani. Hebu tuende bwana. Nilimshika mkono nikaanza kutoka naye. Naona kabisa anatembea na huko anajishtukia. Mimi wala hata sikumjali. Niliingia kwenye gari nikampeleka Bagamoyo. Kuna beach moja hivi imepoa sana. Na ni beach ya kitajiri, sio kama hizi za watu wengi wala nini. Basi tulivyokuwa tumeingia akaanza kuona wazungu wamevaa vijinguo kabisa ambavyo vifupi fupi kabisa, sio unajua wazungu. Akaniambia kaka,
mbona kama huku kuna watu kabisa wanakaa hivi hivi kama walivyozaliwa? Nikasema kawaida tu bwana. Si unaona wameziba tu pale. Ama vipi? Akasema sawa, kweli naona. Nikamwambia unataka kuogelea? Akaniambia ndio. Nataka kaka, lakini siwezi mimi kuogelea. Nikasema mimi naweza nikakufundisha. Akasema sawa. Hatuzami kule ndani. Nikacheka sana. Nikasema hatuwezi kuzama, tunaelea tu kama wote. Nikaona muonyesha bahari pale, maana kulikuwa kuna watu walikuwa wanaogelea. Akasema basi sawa kaka. Nikaenda kumnunulia nguo za kubadilisha, zile ambazo unaweza kaingia nazo kwenye maji ukaogelea. Baadaye nikamwambia basi kavaa hizi hapa. Nikamwonyesha sehemu kabisa za kwenda kubadilisha nguo. Akapokea kaenda, na mimi nikaenda kubadilisha nguo. Nikavaa pensi pamoja na singlet. Nikasimama nikaona ngoje. Nilisimama kama dakika 10. Nikaona huyu mtu kashava, lakini anajiona kwamba yuko vile vile kama alivyotoka kule alipokuwa amepitia kwenye miezi 9. Nikaona nimesogea mpaka pale. Nikaita Nasiku. Akasema be kaka. Nikasema sawa, mbona kaa utoki bwana uko ndani? Akasema kaka, hizo nguo bwana azishuki, ni fupi sana. Nikasema toka hivyo hivyo basi. Bwana, si alitoka. Yaani nilipata mafadhaiko. Mpaka yule mjomba Juma alituna sio mchezo. Nikamwambia Nasiku twende. Akasema lakini kaka, mimi sijavaa vizuri, watu watanishangaa sana. Nikasema hakuna mtu yoyote kukushangaa, watu ende bwana. Nilimshika mkono, nikaona ingia ndani ya maji. Niliona wanaume wengi sana wakimwangalia Nasiku. Nilielewa ni mtoto mkali tu, alafu kafungasha mzigo kinoma noma. Ana mwili wa kibantu. Nasiku ni binti mmoja matata kule ukimwangalia vizuri. Sura yake haijakomaa, lakini kuhusu mengine ananivuruga kule kweli. Tulianza kuogelea. Nikawa namfundisha hapa na pale, na mwenyewe alikuwa anacheka tu. Yaani alikuwa na furaha isiyo kifani. Hasa nilikuwa na hali mbaya. Niliubana kwenye mazingira fulani hivi. Sio siri msikilizaji. Nikawa nimemwacha yeye anaogelea kwenye maji machache. Mimi nilikuwa namtazama tu Nasiku bila hata kupepesa macho. Kiukweli alikuwa ananipagawisha na kunichanganya. Nilikuwa nampenda. Aliporidhika kuoga muda mimi nilikuwa nimetoka, akawa amekuja. Alikaa pembeni yangu akasema kaka, nimeridhika sasa. Nikasema sawa, nenda kabadilisha nguo tuondoke. Akasema sawa. Ile kaka, sio utanipeleka kule kwenye zile kuku? Nikasema nitakupeleka, wewe nenda tukabadilisha nguo. Akawa amenyanyuka na kuelekea kwenda kubadilisha nguo. Alafu akufika mbali nikaona kasimamishwa na mwanaume. Naye kasimama namsikiliza. Niliinuka kama mshale. Haraka nilikuwa nimefika, nikasema vipi hapa? Yule bro akasema vipi nini sasa? Mimi sinaongea na mchumba ama hauoni? Nikasema wewe kuzi, unaongea na mdogo wangu? Haumuoni kama ni mdogo wangu au? Yule bro akawa amepoa. Alipojua kwamba ni mdogo wangu. Nikasema potea fala wewe. Nisije nikakufanya kitu kibaya. Nikaje nikashangaza dunia saa hizo. Basi mshikaji kwa haraka kwa muondoka. Nikamwambia Nasi, embo kavae nawe. Basi akawa amekimbia haraka kwenda kuvaa. Nikamngoja. Alipotoka nikawa nimemkamata mkono mpaka tulipokuwa tumeipaki gari yetu. Tukaingia. Lakini kabla ya yote nilimuuliza yule jamaa alikuwa anakuambia nini. Niliongea kwa ukali kidogo. Basi nikaona kameanza kuogopa. Akasema Ali. Alafu Nasi ni kama na kigugumizi cha kuongea. Nikamwambia nyamaza. Na uongee tena. Maana nilikuwa naona kama neno linamkoma kwa hivi. Basi akanyamaza na kisha akasema alikuwa naomba namba zangu za simu. Mimi nikamwambia sina simu. Nikasema mbona ulikuwa bado umesimama naye? Kwa nini? Akasema hapana kaka, nilikuwa nataka kuondoka kwa amenizuia. Nikasema Nasi, sipendi sana wewe kusimama na wanaume. Na mwanaume yoyote akikusimamisha, naomba usisimame. Unaelewa? Akasema ndio kaka. Nilikaona tu nikaoga kwa sababu muda wote nilikuwa nikizungumza kwa jazba. Naye mwenyewe alikuwa ametulia kimya. Nilimshika mkono nikasema kwamba nafanya hivi kwa sababu nataka usome na utimize ndoto yako, unaelewa? Uwe makini sana, sawa? Akasema sawa kaka, nimeelewa. Baada ya hapo
Niliwasha gari tukaanza kuelekea Mlimani City. Basi tukawa tunazungumza kama kawaida, wala hakuwa naogopa tena. Nikafika naye Mlimani City, nikawa nimemchukulia kuku alizokuwa anazitaka. Nikawa nimemchukulia ice cream za kutosha. Nilimbebea na nguo nyingi sana, kama nishukuru mno. Nikasema usiwazi, wewe ni wa kwangu bwana. Basi kakacheka chenyewe. Alikuwa akinimaliza sana huyo mtoto. Akicheka ana vijishimo mashavuni kwake. Sikuelewa Mungu alikuwa amemnyima nini Nasieko. Maana kila kitu alikuwa nacho. Baada ya hapo nikawa nimerudi naye nyumbani. Basi tulipofika kwa amebeba vitu vyake, akaenda kumwonyesha mama. Nikasema ningemnunulia mfano vijinguo vya ndani ingekwaje. Lakini kwa nimemwacha akiwa na furaha sana, kwa amemsimulia mama mambo yote tulikuwa tumeyafanya huko. Mimi nikamsalimia tu bi mkubwa na kisha niko nimeingia chumbani kwangu. Hii siku bwana nilikuwa na unani kinoma. Yaani upwiro ulikuwa umenikaba kinoma. Yaani hii siku niliona kabisa siwezi kulala bila hata kumnani mtu yote. Yaani leo siwezi. Basi nilikuwa nimempigia simu bwana Tina. Nikamwomba nitoke naye. Akaniambia sawa. Ya mimi sikutaka mambo mengi. Unajua Tina ni yule mwanamke ambaye yana nikubali. Ila mimi sio sana. Basi nikajiandaa haraka na kisha nilikuwa nimetoka zangu. Nilimkuta Nasieko amekaa pamoja na mama alikuwa anazungumza. Nikasema mama, mimi natoka kidogo basi nitarudi kesho. Mama akasema jamani. Ngoja hata chakula. Nikasema nitakula huko mama. Issue zangu za muhimu sana. Mama akasema poa. Nikamwambia Nasieko nitakuona kesho basi. Akasema sawa kaka, hamna shida. Nikasema poa. Huyo nikaondoka zangu. Nikaenda kumchukua Tina na kisha nikasipa naye hostel. Bana, majambo yangu yote nilikuwa nayo alizokuwa ameninanili Nasieko nilienda kuzimaliza kwa Tina. Nilimkandamiza kweli kweli. Na huko nikivuta picha Nasieko. Yaani nilikuwa na shum kama nacheza huo mchezo na Nasieko. Wallahi. Nilikuwa nimechanganyikiwa mwanaume. Nilikuwa nimepiga pale vya kutosha. Nilikuwa nimemwacha Tina. Tina kaniuliza hivi, Nasieko ni nani? Nikasema ukamjuaje huyo? Akasema si ulikuwa unamtaja hapa. Yaani wakati unanikaza mimi alafu ulikuwa unamtaja Nasieko kweli? Nikasema mimi simjui Nasieko. Labda nilikuwa naropoka tu kwa sababu ya ladha ya tunda ambalo nalipata sasa hivi. Aliniangalia jicho kali sana tena. Na kisha kavaa kaondoka kwa hasira. Mimi sikujali, cha muhimu nilikwisha kumaliza haja zangu. Maana nilikuwa na upwiro wa maana. Basi nikajipumzisha zangu asubuhi, sikurudi nyumbani. Nikarudi zangu chuo. Mimi sikwenda nyumbani kama wiki. Ila nilikuwa kila siku naongea na Nasieko kwa kutumia simu ya mama. Nilikuwa najifanya namsisitiza tu kusoma nini na nini, na kumbe nilikuwa nampenda. Na hata kuongea naye nilikuwa napenda. Na nikawa namkataza sana asitoke nje. Yaani akawa anaitikia tu kukubali. Basi mimi nikawa naendelea tu na ratiba zangu za pale chuo. Ila nikipata muda lazima nikamuone, nikamtoe out. Basi mama hakuwahi kabisa kunitilia shaka wala kunihisi kwa chochote, na hisi alizani ni mapenzi ya kaka na mdogo wake. Kumbe mimi nampenda kweli Nasieko. Basi baada ya mwezi Nasieko ilibidi arudi shule. Siku ya kumfanya shopping ya shule alienda na mama. Ila kumpeleka shule nilimwambia mama nitapeleka mimi. Mama akasema poa, hakuna shida. Basi kweli mama alimfanya shopping na kesho yake asubuhi nikaenda kumfuata Nasieko nikampeleka shule. Nilimkuta ashajiandaa na alivaa track zake za shule. Azee huyu mtoto acha walimu wajigonge, maana ni mtihani kwa kweli. Tulianza safari na Nasieko. Njiani akawa ananihadithia tu jana shopping yake alivyofanywa na mama. Yaani Nasieko anapenda kuzungumza jamani. Akanisimulia vitu kibao. Bado akili haikukomaa maskini Mungu. Anapomchiza ananivuruga kinoma. Yaani hili kiso akienda mpaka akirudi ndo anakuwa kamemaliza form 3. Ila nilipanga kifikisha miaka 18 tu na mmiliki atake astaki. Mimi najali moyo wangu, sio siri. Basi bwana tulikuwa tumefika mpaka shuleni kwao, akawa ameshusha vitu vyake pale. Akaja rafiki yake akaja kumpokea. Basi nice. Akaniambia kwamba kaka, huyo ndo rafiki yangu anaitwa Diana. Nikasema ulishawahi kuniambia nakumbuka. Nimefurahi kukuona Diana. Diana kalikuwa kafupi tu, sio kama nice. Na wala hakuwa na mwili mkubwa, sio kama nasi wangu bwana. Basi mimi nikaenda kumkabidhisha kwa walimu pale, na kisha nikampatia pesa ya matumizi kama pocket money. Nilimpatia pesa nyingi sana. Akasema kaka, mbona nyingi sana? Nipe kidogo tu zinanitosha. Nikamwambia kana nazo, utatumia kidogo kidogo. Hatuta kutumia pesa nyingine tena, sawa? Akasema poa.
na kisha yeye akaondoka kuelekea bwenini. Mimi nikaanza kuwatafuta walimu waliomtongoza kwanza, maana nakumbuka majina yao vizuri. Nikaonyeshwa mmoja alikuwa anaitwa Mahim, nikaanza na huyo. Alikuwa ni kijana tu na wala hata sio mkubwa. Nikamsalimia vizuri, nikamwambia mimi ni kaka na Sieko. Akasema karibu sana kaka. Mimi ndo mwalimu wa darasa analolisomea na Sieko. Nikamuuliza kwa hiyo kama mwalimu wa darasa ndio mnafundishwa kujaribu wanafunzi na kuatilia vishawishini, umoni kama yule binti bado ni mdogo na tena mwenye ndoto kubwa tu. Hasa nitakuzingua. Ameniambia kila kitu kwamba unamsumbua na amekukataa na ukaona mchapa sana binti. Sasa sikia, nitakuharibia bro. Nitapeleka hizo taarifa kwa mwalimu mkuu. Nikaona yule mwalimu kapoa kweli na wala hata hajakataa. Akaniambia basi kaka, sisi wote ni wanaume, tusiharibiane. Cha kufanya mimi nitajirekebisha na nitaacha kabisa huo upuuzi wangu ambao naufanya. Nikasema kaka, yani wewe nilipanga nikupiga hata ngumi, manake ulikuwa hadi unamchapa. Sasa sikia, naondoka, ila nikizisikia hizi taarifa sitaongea tena na wewe. Na umwambie huu ujumbe wangu mpumbavu mwenzio anaitwa mwalimu Alex, manake hapa leo nimeambiwa hajaja, naye amefanya kama ulichokifanya wewe, lakini leo hayupo. Mimi naondoka, kwa heri. Nilisimama na huyu nikawa nimesepa zangu. Nilirudi chuo msikilizaji, kuendelea na ratiba zangu nyingi pamoja na maisha yangu mengine, na finally mimi ndio nilikuwa naenda kumaliza chuo. Siku zilienda, nilimaliza chuo. Mzee wangu aliniongezea msingi wa biashara, nikafungua duka lingine kubwa tu la simu Kariakoo. Nikawa nakaa pale mwenyewe tu dukani, japokuwa kuna wafanyakazi wengine, kwa hiyo nikawa na maduka matatu. Nikajiwekeza kwenye biashara na biashara zingine, hasa hizi za wakala. Nilifungua zile wakala kubwa tu mpaka transactions za benki zote nikawa nazifanya. Na sikutaka kuishi nyumbani tena, ilibidi nikapange nyumba nzima maeneo ya Goba. Nakumbuka nilipanga nyumba kali, maana mimi huwa napenda kuishi sehemu nzuri. Nilikuwa nalipa milioni 4 kwa mwezi, halafu sikuona kama ilikuwa inasumbua. Na pia nilishanunua kiwanja Kigamboni, Geza Uloli kule. Nikawa naanza ujenzi taratibu wa jumba langu kubwa, na nilitaka kuachia nyumba ya maana kweli. Ndoto zangu, akili zangu, moyo wangu ni kwamba ni lazima ipo siku nitamuona Sieko, na hakuna cha kunizuia wala hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kunifanyaje kunizuia, maana ninavyompenda, nampenda sana udada Dira. Nilianza kupambana na maisha msikilizaji, na pilika kama zote za hapa na pale. Nilikuwa nasafiri kwenda China, nenda kufuata mzigo, na hapo wanawake nilikuwa nao kama wote, wakotuliza tu na ni zangu. Nilikuwa sikosi, nakosaje sasa kwa mfano. Lakini Tina kama tuliachana, manake hakunitafuta na mimi sikumtafuta tena. Basi bwana, ikawa imepita miezi kama 6 na Sieko akawa amerudi tena likizo. Nakumbuka hii likizo msikilizaji, nilikuwa dukani kwangu, alafu nikaona gari ya bimkubwa imepaki nje. Nikaona mama leo kaja kunisalimia, maana na yeye ana maduka mengi tu ya huku Kariakoo. Si nikaona bwana anashuka na Sieko. Nilitamani niinuke nimkumbatie ule binti, lakini nilijikaza. Alafu kila akienda shule akirudi anakuwa amepungua sana, na sijui ni masomo anakuwa magumu sana, sijui. Basi wakawa wameingia ndani, mama akasema nimekuletea mdogo wako. Nikatabasamu. Nikasema karudi lini mama? Akasema tangu juzi. Nikasema sawa, mbona hujaniambia mama, si ningekuja kumwona nyumbani? Akasema nilitaka pumzike, wewe ungeanza kumzungusha tu mjini hapa. Nikacheka nikasema basi sawa mama, vipi na Sieko ujambo? Akasema sijambo kaka, shikamoo. Nikasema marahaba, vipi shule? Ni nzuri tu kaka. Nikasema basi poa, karibuni sana basi. Asante. Mama akasema tena, umpe simu mdogo wako, ni mkubwa sasa hivi, mpe simu. Nikasema hapana mama, huyu bado kwa na simu. We nimpe simu aanze kuchata na wanaume, labda sio mimi mama. Mama akasema wewe ulianza kutumia simu ukiwa form 2 jamani? Na Sieko sasa hivi ni mkubwa, akienda tena shule anakuwa form 4. Nikasema mama, huyu bado ni binti mdogo, alafu mimi nilikuwa kiume, huyu atumie simu mpaka malize form 6, huyu akike mama. Akasema haya bwana. Na Sieko mwenyewe alibaki kimya tu. Mama akasema na muacha basi, nitakuja kumchukua jioni. Nikasema poa. Basi kweli bi mkubwa huyu akaondoka, akawa ametuacha mimi na Nasi. Nilimwagizia chakula, akawa anakula na mimi nikawa busy na wateja.
Alipomaliza kula akasema, kaka mimi nimeshiba. Nikamwambia poa, njoo basi hapa nikufundishe biashara taratibu. Akacheka akasema, mimi siwezi kaka. Nikasema njoo hapa. Basi akaja pale nilipokuwa akawa amekaa pembeni. Nikamuuliza vipi, wale walimu bado wanaendelea kukusumbua? Akatikisa kichwa kukataa kwamba hakuna. Nikasema safi. Nikasema kuna mwingine yote aliyojitokeza hapo kukusumbua? Akasema hakuna kaka. Nikasema poa. Basi nikawa busy na kazi, na mwenyewe akawa amekaa pembeni pale mpaka majira jioni. Nikawaacha vijana wangu, nikamwambia tunzetu Mlimani City tukachukue kuku. Au haujazimisi zile kuku? Akasema nimezimisi sana tu, na tena sana. Nikasema basi poa, hakuna noma, tunzetu. Basi mimi nikaenda naye mpaka Mlimani City. Nikamchukulia kuku, tukawa tunakula na huko tunazungumza mwili matatu. Nikamuuliza umekuwa wangapi sasa hivi? Akasema nimekuwa 4 kaka. Nikasema kwa nini watatu wamekupita? Akabaki kimya. Nikasema nataka uwe wa kwanza. Sawa nasi. Temu ijayo ufanye vizuri sawa? Akasema sawa kaka, nitakuwa wa kwanza. Basi nikaongea naye sana pale. Mama akanipigia simu akaniambia nimepita dukani na nimekuja huko dukani. Nikaambiwa mmeshaondoka. Nikasema ya mama, tumeondoka, tumetoka mara moja, lakini nitamleta nyumbani. Mama akasema sawa, kwani makini? Nikamwambia poa. Basi tukala zetu kuku na nasi yeko. Aliporidhika nikamrudisha nyumbani. Na mimi wala hata sikukaa sana pale nyumbani. Niliwaaga nikarudi zangu nyumbani kwangu nilipokuwa nimepanga. Basi bwana msikilizaji, hiyo likizo yote nilikuwa nikipata time kidogo tu lazima nitoke naye. Pale dukani nilikuwa sipendi aje ashinde pale, maana nilikuwa na wivu kinoma. Na nyumbani namwambia kabisa sitaki uzurure, labda tu atoke na mama. Na Sieku alikuwa ananivuruga sana so mchezo, mpaka kamaliza likizo yake akarudi tena shule. Mimi nikawa naendelea kupambana na maisha yangu, biashara zangu zilikuwa zinaenda vizuri sana. Na nilipokuwa nazidi kupambana, jina likawa linazidi kuwa kubwa sana. Kwenye upande wa wauzaji simu Kariakoo walikuwa wananifahamu, maana nilikuwa nauza simu original sana na sio fake. Basi bwana, ikiwa kila likizo akirudi na mbana, na mama alikuwa anasema tumpate simu achangamke, lakini nilikuwa nagomba, nilisema ataribika, ngoja akue kwanza. Basi mama akawa ananisikiliza sana mimi mpaka nasi akamaliza kidato cha 4. Asema mama alipanga tumfanyie sherehe kubwa sana ya kumaliza kidato cha 4, lakini mimi nikasema iwe pati ndogo tu ya kawaida na tuwe wenyewe tu na washikaji. Basi mama akawa amekubali, na kweli hiyo siku na Sieku tulimfanyia pati ya kumaliza kidato cha 4. Mama alimpeleka saluni akafanywa makeup vizuri, alivaa gauni refu lilokuwa limemchora umbo lake vizuri. Asema na Sieku alipendeza sana, nilikuwa nashindwa kuelezea hata kidogo. Mama alialika marafiki zake na baadhi ya ndugu kidogo tu, na mimi niliwaalika marafiki zangu yani washikaji. Yaani pati ilikuwa imechangamka kidogo, japokuwa hatukuwa wengi sana. Azena Sieku aliwaka sana, mpaka kuna mshikaji wangu mmoja ndio nilikuwa naye, alikuwa anaitwa Dominic. Aliniambia oya, yule ndio mwanamke ulionambia unamgoja? Nikasema ndio huyo kaka. Akaniambia muwai kaka, huyo atachukuliwa siku yote ile. Nikasema oya, ni mdogo lakini mwanangu ana umbo kubwa kinoma yani. Akaniambia siku hizi mwanangu watu hawajali udogo, atachukuliwa muda sio mrefu, mwanangu uko hapa. Nikaona ni kweli, kaka shamaliza form 4, lazima mimi nizungumze naye tu nimwambie nimwambie na Sieku, kwa sababu umekwisha kumaliza kidato cha 4, nina uhakika wa kuzungumza na wewe ukanielewa. Msikilizaji, katika ile party na Sieku alikuwa na raha sana. Alimshukuru sana mama kwa jinsi alipokuwa amemtoa mpaka kuja hapa na akapata elimu kubwa mpaka amemaliza kidato cha 4. Lakini pia alimshukuru sana baba, wala hakunisahau mimi. Nilisikia raha. Na Sieku alimshukuru sana kila mtu mpaka akawa analia jamani. Mama alienda kumbembeleza pale kwamba atulie bwana, ataharibu sherehe. Hata mimi sipendi kumuona akiwa analia kabisa. Na hisi alikuwa amekumbuka mbali sana, au maybe huko alipotoka, au sijui alikumbuka wazazi wake da. Basi akawa amejikaza pale, tukaendelea na party, tukaenjoy naye pamoja, tulikunywa naye kwa pamoja mpaka majira saa 5 za usiku tukawa tumekwisha kuimaliza ile party. Na kila mtu akatawanyika. Nikamwaga nasi, na kisha nikamwambia kesho nitakuja kukuchukua, kuna sehemu tunatakiwa kwenda mimi na wewe. Akasema sawa kaka. Hapa nasi kidogo akili yake ilikuwa ipo kama alikuwa na umri wa miaka 18 kasoro hivi. Yaani ilikuwa ishaanza kukomaa. Na kila siku alipozidi kukua alikuwa anazidi kuwa mzuri. Nikaona nifuate ushauri wa Dominic kwamba nimwambie mapema kilichopo moyoni mwangu, maana siwezi kumchunga muda wote yule mtoto. Huko ni mjini jamani. Basi nilikuwa nimerudi nyumbani.
Nikaoga nikapumzika zangu. Kesho yake mama akawa amenipigia simu akasema mdogo wako amesema kumbe leo mlikuwa mna mtoko wenu, unampeleka wapi sijui. Nikacheka nikamwambia mama, nataka niende naye beach tu. Akasema sawa, mwe tu makini sawa. Maana nataka kumpeleka kazi masomo ya pre-form 5. Japokuwa majibu hajatoka bado, ila najua hawezi kuniangusha mwanangu. Ni lazima atafaulu. Nikamwambia basi sawa mama. Lakini ungempatia wiki kwanza bwana, hapo mziki kushika kitabu. Akasema poa. Kama ndio hivyo hamna shida. Basi nikasema sawa. Nitakuja kumfuata majira jioni kama saa 10 hivi mama. Akaniambia poa hamna shida. Nikaenda zangu kazini kwa siku hiyo. Nilipotoka ilikuwa ni majira ya saa ngapi sijui. Nikaelekea nyumbani kumchukua. Na kweli nilimkuta amekwisha kujiandaa, alivaa gauni fupi la kumwaga. Alipendeza. Nasi ana damu ya nguo. Ana damu ya nguo. Hata akivaa nini huyo mtoto alikuwa anapendeza tu. Nikawa nimeondoka naye mpaka nyumbani kwangu. Nilitaka tukakae kwanza sehemu ambayo tutatulia mimi na yeye. Na sehemu hiyo itatufanya tuelewane. Basi bwana mimi nikawa nimeenda mpaka Goba, nyumbani kwangu. Nasi akawa ameniuliza, "Kaka, hapa kwa nani? Mbona ni kuzuri sana?" Nikasema hapa ni kwangu. Akasema, kaka, kumbe unakaa hapa?" Nikasema, "Yes Nasi." "Pazuri." Nilimshika mkono mpaka sebuleni. Nikamkaribisha vizuri na kisha nikampata juisi apate kunywa. Akawa anakunywa, mimi nikawa nimeelekea chumbani kwangu kubadilisha nguo. Nikatoka nimevaa pensi nyeusi pamoja na t-shirt. Ilikuwa nyeusi. Nilikuwa nimependeza kinoma kinyamwezi, si unajua tena. Na kisha nilikuwa nimemsogelea Nasi. Mimi wala sikumuona aibu tena hata kidogo. Nikamwambia Nasi yako, kuna kitu nataka nikwambie. Binti akawa ameweka juice pembeni ambapo mezani na kisha akasema, "Ndio kaka nakusikiliza." Nikasema, "Nasi, si unajua sisi hatuna undugu wa kuzaliwa. Ulitoka nitoke." Akasema, "Kaka ndio nafahamu hilo." Nikamwambia, "Okay poa." Binafsi Nasi, mimi nakupenda sana Nasi yako. Na tena sikupendi kimdogo wangu. No, nakupenda kimahusiano. Yaani nataka uwe mke wangu wa baadaye. Nikuoe kabisa. Maana nakupenda sana. Na nimekupenda muda tu, lakini ulikuwa bado ni mdogo, nikaona nikungoje. Ila nimesi sasa ni muda sahihi mwafaka wa wewe kujua hisia zangu mimi. Please Nasi, naomba kuwa na wewe kwenye mahusiano. Nakupenda sana mwenzio. Nakuelewa. Nasi yako aliniangalia tu. Hakunijibu kitu, sijui alikuwa ananifikiria hata sikumuelewa. Nikasema, "Nasi, nijibu basi." Nilimshika mikono yake. Alinitoa akasema, "Siko tayari katika hilo." Moyo wangu nilihisi kama umechanwa na kisu kikali. Yaani nilipokuwa nampenda huyu mwanamke alafu leo ananiambia yuko tayari. Ataniua ndugu yenu. Ataniua. Nikasema, "Kwa nini sasa Nasi?" Akasema, "Wewe ni kaka yangu, siwezi mimi kuwa na wewe katika mahusiano. Mama amekanisaidia na amenitoa mbali. Je, akisikia tunafanya hivyo vitu unavyovitaka wewe, atajisikia vibaya? Mimi sihitaji kumuumiza mama." Nikasema, "Nasi, hebu nielewe basi. Ni moyo wangu ndio umekupenda wewe, na wala mimi sijakutamani. Naweza nisikuguse kabisa, lakini cha muhimu niwe na wewe tu. Na nijihakikishie kwamba wewe ni wa kwangu please. Nasi, na kwamba nielewe." Akasema, "Sitaki kaka. Usinilazimishe. Wewe ni kaka yangu na nakuheshimu. Hivyo acha ibaki hivyo." Msikilizaji, nilipiga magoti mwanaume mimi nikasema, "Nasi, hebu sikia, naambia unataka nini tuwe pamoja? Utaniua mwenzio, mimi nakupenda kweli. Na nimekungoja kwa miaka 2 sasa. 2.5 sijui nenda 3. Nikiamini kwamba ukimaliza kusoma tu mimi nitakuwa na wewe. Nasi yako, usifanye hivyo basi mama. Binafsi mimi nakuhitaji sana kuliko chochote. Please naomba tuzungumze ile swala. Tulimalize tufike mwafaka." Nasi yako amesema, "Kaka nirudishe nyumbani, mimi sitaki kabisa unachoniambia. Na ukiendelea nitamsimulia mama kila kitu." Msikilizaji, nilikaa pale pale chini nikiwa kabisa hata sina nguvu. Na akawa amekaa pembeni yangu kanuna kweli. Nikaona ngoja tu nimwache, hawezi kunielewa kwa haraka. Labda nimwambie kila siku. Ipo siku atanielewa. Nikasema, "Nasi, kwa hiyo haunitaki kabisa mwenzio?" Akasema, "Ndio. Alafu mimi bado ni mdogo wako." "Ni mdogo?
alafu bado na ndoto nyingi sana ambazo bado sijazifikia. Mimi kwa sasa sitaki mahusiano mpaka nifikie ndoto zangu mimi. Nikasema mwanangu, huyu mtoto manina wala hatakuja kuniua. Nikasema poa, basi ngoja niheshimu unachokitaka. Akasema sawa. Akanuna kuliko ile siku. Akaona dai nimrudishe nyumbani. Nikasema poa. Na kweli nilimrudisha nyumbani, lakini njia nzima amenuna. Wala kuwa kiniongelesha kabisa kama kawaida yake. Nikajua amechukia, ila tu ipo siku atakuja kunielewa. Nilipomfikisha nyumbani, kabla hata sijamshusha, nilimshika mkono, niliuchuma. Nikamwambia nakupenda sana. Alivuta mkono wake na kisha akashuka katika gari. Aliingia ndani. Na mimi nikawa nimeingia ndani. Lakini sikumkuta mama. Sikukaa sana pale, niko nimesepa. Msikilizaji, swala la kukataliwa na Nasieko lilikuwa linaniuma sana. Yaani sana, sio kidogo. Kwanza sikuwahi kukataliwa mimi. Mademu walikuwa wananifuata wenyewe. Alafu yeye ndo ananikataa mchizi wenu, yani oya nilikuwa naumia sio poa wewe. Nikaona nijipatie muda tu. Kwa sababu hakuna rafiki mzuri kama muda. Basi bwana, kuanzia hapo Nasieko akawa kabisa ananikwepa sana. Nikienda nyumbani ananikwepa na kwa busy na kazi. Nikienda kumgongea mlango chumbani kwake, akijua ni mimi tu afungue mlango. Niliona ananikazia kinoma. Ila ni lazima nitampata, labda sio mimi. Labda sio mimi Alvin. Na nikao nikipata chance ya kuwa naye, siache kumwambia kwamba nampenda bado. Alishikilia msimamo wake ule ule kwamba hanitaki. Bali tu ananiona mimi ni kama kaka yake. Alikuwa ananikwaza, lakini sikuwa na jinsi tena. Basi bwana, hiyo siku nikaenda zangu nyumbani. Nikamkuta Nasi yupo sebuleni, anaangalia movie. Aliponiona tu akataka kuondoka, nikamshika mkono. Nikamwambia Nasi, unanichukia si ndio? Hautaki kabisa hata kuniona, si ndio manage? Akasema sikuchukii kaka, lakini sipendi unachoniambia tu. Nikasema je, nikiacha tutarudi kuwa marafiki kama mwanzo? Akasema ndio kaka. Nikasema poa, nimeacha. Tuendelee kuwa marafiki kama mwanzo. Na hakuwa kama kakako, tuwe kama kaka na dada kama mwanzo, sio? Akasema ya, sawa kaka. Na kweli siku nilitoka naye out. Tulielekea Masaki kwenye hoteli moja fulani hivi nzuri, tukapata lunch, tukazungumza mengi tu ya kawaida. Mimi na Nasieko. Na akaniambia kaka, usiwe unaniambia vile. Sio vizuri, mama akijua atakuja kujisikia vibaya, sio sawa. Akasema hivi huyu ananiambia nini yani? Anataka akaliwe na nani na washikaji wengine, yani mimi alafu mimi nakuaje yani? Alafu mimi ndo namuelewa hapa. Yani akakula na mtu mwingine, vipi huyu? Anijue. Msikilizaji, hii ni simulizi ambayo inaitwa Alvin Kivuruge. Huyu mshikaji ni kivuruge kulikuli, lakini amenasa kwenye tundu bovu. Je, atafaulu? Atafaulu kwa Nasieko? Nasieko atamuelewa? Nasieko atamuelewa? Na kama atamuelewa basi sijui bwana, itakopo bonge moja la love. Na kama akimuelewa pia itakopo bonge moja la kapo, kwa sababu jamaa anampenda kinoma no. Lakini binti anaamini kwamba huyu mshikaji ni kaka yake, ili wakae kaka na dada. Itakuwaje kwaje? Tukutane sehemu ya pili bwana. Mimi ni Mr. Nice simulizi. Usiache kulike, kucomment na kushare kwa marafiki zako. Kubwa zaidi, subscribe. Asante, tukutane sehemu ya pili.